Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa, tukiwa tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunaendelea na msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, msimu ambao tunaangazia simulizi za hatua za mabadiliko za wageni mbalimbali ambao tunawaalika hapa katika Ncha Kali Podcast, tukiamini kwamba wewe unayetufuatilia utakaposikiza na kufuatilia simulizi hizi za hatua mbalimbali za mabadiliko za wageni wetu, basi Allah anaweza akajalia ikawa ni chachu kwako, hamasa kwako, na ikakupelekea wewe usikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu, na ukaona kuwa tu una kila sababu ya wewe pia kuweza kuchukua hatua, kuweza kuyaendea mabadiliko. Na mabadiliko tunayozungumza ni mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya kiimani, mabadiliko ya kuweza kumtambua muumba wetu, lakini kuweza kutambua kusudio letu sisi kuumbwa na kuletwa hapa duniani. Baada kusema hayo, nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast nyingi sana ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Spotify, kote huko tutapata kama AD+ Swahili. Lakini kama ungependa kufuatilia kupitia kwenye channel yetu ya YouTube, unaweza kufanya hivyo. Channel inakwenda kwa jina la AD+ Swahili. Hakikisha una subscribe channel hiyo, lakini pia una click pale kwenye kengele ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka episode mpya ya Ncha Kali Podcast. Kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, unaweza kutufuatilia kupitia katika kituo chako bora cha televisheni Africa TV2, muda na wakati kama wa leo, kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mimi naitwa Rajab Msami. Katika kuangazia simulizi za hatua za mabadiliko katika Ncha Kali Podcast, siku ya leo tunaye mgeni. Unataka kumfahamu ni nani na hatua zake zilikuwa na simulizi gani? Nikusihi sana uendelee kuwa nasi hapa tunapoanza mpaka pale ambapo tutafika tamati ya mazungumzo yetu kwa siku ya leo. Ustadh, karibu sana. Karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Nikupe fursa uweze kujitambulisha kwa majina yako, lakini pia uweze kutumia fursa hiyo kuwasalimu wanaotufuatilia kabla hatujaanza mazungumzo yetu. Karibu sana. Asante, shukrani sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba yao, alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ustadh, mimi kwa jina naitwa Yunus Mustafa Valageze. Ni mzaliwa mkoa wa Kigoma, wilaya ya Uvinza, Kigoma. Naam. Sawa Ustadh Yunus, karibu sana bwana kwenye Ncha Kali Podcast. Nitangulia kueleza hapa wakati tunafungua kipindi ya kuwa tunaangazia simulizi, safari za hatua za mabadiliko za watu ambao tunafanya nao mazungumzo. Bila shaka wewe pia umepitia hatua za mabadiliko, kwa sababu mwanadamu yoyote yule tunaamini anavyokuwa leo hii sivyo alivyozaliwa. Mpaka kufika kuwa wewe ambaye unatufuatilia leo hii, bila shaka yoyote umepitia hatua mbalimbali za mabadiliko mpaka kufikia hapo. Ulikuwa mtoto mdogo, ulikuwa ufahamu vitu vingi, umesoma pengine. Hizo zote ndizo hatua za mabadiliko, kutoka kusoma mpaka kuwa mtu ambaye umesoma, mpaka hatua yoyote ile ambayo ulikuwa umesoma. Yunus, bila shaka wewe pia umepitia hatua za mabadiliko. Mabadiliko ambayo sisi tunaangazia zaidi ni mabadiliko ya kiimani, mabadiliko ya mtu kutoka ulivyokuwa mpaka kuweza kumtambua Mola wako mlezi, kutoka ulivyokuwa mpaka kuweza kutambua lengo la wewe kuumbwa na kuletwa hapa duniani. Tunataka tuiangazie safari hii kwa upande wako. Hatua zako za mabadiliko zilikuwa ni zipi? Ulikuwa katika hatua gani na mpaka sasa hivi ilivyo umefika? Nashukuru sana. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nafasi hii, pia nafasi adhimu kabisa. Na nipende kusema ni kweli mimi nimezaliwa mkoani Kigoma. Na nimezaliwa katika dini ya Kikristo, Roman Catholic. Okay. Nimebatizwa kwa jina la Petro Marko. Nimepewa komunio. Nimepewa kipaimara. Baada hapo ni katika harakati za utafutaji nikaja Dar es Salaam. Okay. Kuna bwana mmoja kama amenileta kumfanyia kazi zake. Ndio. Nilikuwa ni Muislamu. Kwa nimefanya kazi naye kwa muda ndani ya mwaka mmoja. Lakini baadaye nikawa nimerejea nyumbani
nikarudi tena katika hali ya utafutaji pia. Kule kule nyumbani Kigoma au karudi hapa Dar es Salaam? Na nyumbani Kigoma. Baadaye nikarudi Dar es Salaam katika harakati za utafutaji. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu, kadri nilivyokuwa na tafuta riziki, Allah alikuwa ananikutanisha na Waislamu katika harakati zako za kutafuta utafutaji. Nakumbuka huyu bwana alionileta mara ya kwanza Dar es Salaam. Mashallah, namshukuru Allah, alikuwa akininasihi kuingia katika dini ya Kiislamu, lakini Allah hakuwa amekadiria kwa wakati ule pale. Basi wakati nimerejea kwa mara ya pili, nikakutana na dada mmoja nilikuwa nafahamia naye, ana asili kama ya Kiarabu, kama ya Kipemba, anaishi Zanzibar. Basi akawa amenipa riziki nimuuzie biashara yake. Basi yule dada alikuwa na mume wake Amirashidi. Amirashidi nimekaa naye pale, kufanya naye kazi, lakini huyu dada yeye akawa, kwa namna nilivyokuwa naishi naye, akawa na, kwa wale ambao wanafahamu Tabata Posta, kuna shule ya msingi inaitwa Liwiti pale. Kulikuwa kuna uwanja pale kubwa tu pale wa mpira. Kuna mtume mmoja alikuwa na, si mtume nane wa Chang'ombe, alikuwa anakuja na ubili pale. Sasa yule dada tulikuwa naye pale ofisini kwake, na ofisi ilikuwa ni maeneo yale karibu na pale. Iko pale. Sasa yule dada akiwa yuko pale, akawa na kashifu wale mabwana. Mbona wale wenzako wale motoni wale. Kwa kipindi kile wallahi shehe, mimi nilikuwa nawachukia Waislamu na Uislamu. Nilikuwa nawachukia sana. Yaani mimi nilikuwa nachukia sana. Kwa nini kwanza ulikuwa unawachukia? Nilikuwa nawachukia. Kwanza niliona ni maadui. Afu pia kuna hali fulani, sababu mimi mama yangu mzazi pale kijijini, kanisani pale, ana nafasi fulani kanisani. Kuna sisi pia watoto tumelelewa katika hali fulani za kuendana na mazingira fulani kabisa. Kwa hiyo nilikuwa sina nini na Waislamu. Kajua kwamba Waislamu kadha, na kweli wako na mafundisho pana hawa watu. Ukiangalia yani hawa watu ni waganga na nini, vitu kama hivyo, wanahusishwa sana na majini. Kwa hiyo mimi kufanya kazi na wale Waislamu, nilifanya nao kazi, lakini alikuwa nina tahadhari. Na ulifanya kwa sababu kutafuta riziki. Nikukata kidogo Ustadh Yunus. Dhana gani ambayo wewe kwa kumbukumbu zako ilikuwa inakutia hofu zaidi kuhusu Uislamu, ambayo baada ya kuingia Uislamu of course umeshajua kwamba haipo, lakini ulikuwa ukisikia na ilikuwa inakutia sana mashaka, au ilikuwa ni miongoni mwa sababu zilizokuwa zinapelekea ukawa unawachukia Waislamu? Kwa upande wa huko nilikotokea, asilimia tuseme waganga hawa ni Waislamu wengi sana. Ni Waislamu, kwa hiyo fulani ni Waislamu lakini wajinasibu na uganga na nini, majini vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakati tumekuja huku ikasa Waislamu pia tulikuwa tunaambiwa Waislamu wanafuga majini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumekuwa hicho kitu tuko nacho. Lakini mimi huyu dada Zahara, namtaja kama dada Zahara, dada yangu, alikuwa akiwakashifu sana wale wa Kristo. Wakati na wakashifu pale, mimi hakujua mimi nachukia kiasi gani. Nikaa navumilia, nafanya kazi yake. Lakini unachukia moyo? Nachukia sana, chukia kabisa. Lakini mume wake yeye ndio alionifanya mimi kupenda Uislamu kwa mara ya kwanza. Akifika pale kwa kinita Petro, kitu katika vitu ambavyo namkumbuka huyu bwana, ile ihsani alikuwa akinifanyia. Hakuonyesha kwamba
wewe ni makeda. Mke wake alikuwa akisema makafiri. Na mimi kipindi kile ni kafiri kweli. Kwa ile hali kwa inani sana Sheikh. Akiwaita kwamba ni watu wa motoni. Lakini bwana yeye katika kipindi ambacho nimefanya kazi kwake hakuweza kunitamkia maneno lugha ngumu kueleza na kashfa yote, ila aliniweka karibu sana sana sana. Na mimi ilifika mahala nina rafiki yangu mmoja mpaka sasa bado yuko huko, yeye bado mlokole anaitwa Sergeant, yuko Tabata pale. Sasa nilikuwa na rafiki yangu ambaye anaitwa Sergeant. Rafiki sana. Huyu bwana nilimfuata. Baada ya kumfuata nikaongea naye. Kaambia Sergeant, mimi natamani kuwa Muislamu. Akasema kwa sababu zipi? Hiyo ni baada sasa ya kuweza kukinaishwa na ile ihsani ya yule mume na yule mume. Okay. Basi akaniambia kwa sababu zipi zinazo kufanya wewe Muislamu? Wazazi wako umewataarifu? Nikamwambia kwenye hili sina haja ya kumwambia mzazi wangu, mimi nakuwa Muislamu kwa sababu haya ni maisha yangu. Nakumbuka tulizozana kidogo na yule rafiki yangu, kwa hiyo tunasema tumekaa pale. Akanambia sawa, kama umeamua mwenyewe basi. Na nilirudi kama kesho yake, bwana kwa na Zanzibar. Walikuwa wameniachia ofisi yao ya biashara. Okay, lakini wao makazi Zanzibar. Makazi Zanzibar, kija anafikia Magomeni hapa, wanakuja Tabata kwa kuna ndugu zao. Okay. Basi kwa kesho yake nakumbuka alikuja yule mume wake na Zahara. Amerashidi huyo. Amekuja pale na familia yake. Alipofika ataka kuondoka, nikamwambia leo na jambo nataka tuzungumze. Akaanza sawa, karibu. Kaambia mimi nataka kuwa Muislamu. Allah. Alifurahi sana. Yule mke wake hakuamini hicho anachokisikia. Na wakati unamwambia hivyo mkewe alikuwepo? Alikuwepo. Alikuwa akija, wanakuja na yeye na mke wake na watoto. Na katika vitu ambavyo vilinifanya nione hawa watu mbona kutofauti na ninavyoaminishwa au ninavyosikia. Yule bwana alikuwa akija, kama nilisema mwanzo, alikuwa hanibagui kwa maana kunitenga chochote kitu. Yaani yuko karibu na mimi sana. Na alikuwa na maneno yale ya kupa faraja, ya kunipa faraja. Hakuweza yaani sijaye kusikia na akashifu Waislamu mbele yangu. Afa alikuwa ni mtu mkarimu. Akitoka kama kuna jambo kama chochote. Kwa zile tabia zake mimi kwa kweli binafsi ndio ziliniasili kwa asilimia kubwa mimi kuanza kuupenda Uislamu kidogo kupitia yule bwana. Lakini kwa mke wake kwa sababu ingekuwa ni mambo ya kadari labda, lakini ingekuwa ni changamoto kwa upande wake mke wake. Lakini kwa huyu Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi huko alipo. Amen. Lakini alinifanya nianze kupenda Uislamu kupitia tabia zake. Na sawa. Na umemfuata, umemweleza jambo lako. Na mchakato wa baada ya kumweleza mpaka kwenda kuslimu rasmi ulikuwaje? Nakumbuka wakati nimemweleza ile jambo, wakati tumefunga biashara, mimi kuna sehemu nilikuwa ninaishi Pepe Tabata. Ndio. Wale kwake wanakuja kunitembelea, wanaenda Magomeni. Siku hiyo nikamwambia tunaondoka wote nitaslimu. Nikajua kuslimu ni process kubwa kama sisi ya kubatizwa, komunio unafuata na utaratibu. Akanambia basi nashukuru tutaondoka wote. Lakini wakati tunaondoka tumefika Tabata shule. Tunaitafuta ile lini Tabata leli pale Aroma pale.
niko ndani ya gari yake, nilisilimu pale pale. Kasema naomba tufike nyumbani, alikuwa ushakuwa Muislamu. Yeye ndo akakwambia? Yeye anasema. Kwa hiyo akaniambia haichukui muda. Nikawa nimetamka yale maneno shahada ile. Na alhamdulillah nikawa sasa mke wake alikuwepo, alifurahi sana ndani ya gari. Akabidi anichagulie mpaka jina. Akanipa mpaka jina hilo ambalo ndio Yunus bwana. Yunus nimepewa na huyu mke wa dada Zahra. Kamenipa ile jina la Yunus. Kwa kufika mpaka kwake nikanisha kuwa Muislamu hapo. Ndio kupewa utaratibu wa namna gani ya kuchukua udhu, namna gani ya kuswali. Ikawa hivyo Sheikh. Sawa sawa. Na tutarudi huku nyuma kwenye hii safari uliyotuelezea mpaka kufika hapa ambapo umetamkishwa shahada. Sawa. Ukatamka na ukawa Muislamu na ukapewa hayo maelekezo. Uliziona tabia njema kutoka kwa mume wa dada Zahra, zikakuonyesha Uislamu halisi. Sahihi. Zikakuonyesha Uislamu ni nini na Muislamu halisi anatakiwa awe vipi, taathira ila aathiri vipi jamii inayomzunguka. Kwa yale ndio akakufanya ukaweza kuslimu. Tutarudi kuyaangazia haya zaidi baadaye kidogo. Kwa sasa hivi nataka kufahamu, tuendelee kuiangazia hii safari yako. Watu wengi wanaposlimu maisha hubadilika kabisa. Kutoka katika hali walizokuwa nazo mwanzo na kuwa baada ya kuwa Waislamu. Maisha yanabadilika katika nyanja nyingi. Yanabadilika katika nyanja ya kiimani, kwa maana tayari unakuwa umeshaingia katika muktadha mpya kabisa wa kiimani, lakini maisha yanabadilika pia katika nyanja ya kijamii. Ulikuwa umezungukwa na watu, ndugu zako, wazazi wako, marafiki wa karibu ambao wote walikuwa pengine ni dini sawa na wewe. Ni jambo ambalo kidogo linakuwa zito kwao kusikia kwamba mtu anakuwa ametoka kwenye dini moja kwenda kwenye dini nyingine. Sahihi kabisa. Tuangazie maeneo haya mawili kwako yalikuwaje. Tuanze kwa jamii yako, watu wako wa karibu, wazazi wako, jamaa zako, walilipokeaje swala la wewe kuslimu? Tuanzie baada ya kutia udhu pale, ukaelekezwa kwa mukhtasari namna ya kutekeleza ibada ya swala. Baada ya pale ilikuwaje kurudisha taarifa kwa watu wako wa karibu na kueleza kama umesilimu, na walizipokeaje taarifa zile na hali nzima ya kuwa wewe umetoka katika dini uliyokuwa nayo mwanzo na umeingia katika Uislamu? Nashukuru sana. Kwa nilipofika pale Magomeni kwake kabisa, kwa huyo Amilashidi huyo, baada ya kunielekeza udhu, nakumbuka ilikuwa ni baina ya magharibi na isha. Kwa hiyo nilielekeza, ukashika udhu, nikashika udhu, nikaswali namna alivyonielekeza kwa kipindi kile, na baada ya hapo isha tena nikafika nikaelekezwa pia. Ikaendelea hivyo. Kwa hiyo ilipofika wakati wa kutoa taarifa, kwa upande wa babangu mzazi, yeye kwa kweli niseme ni mzazi ambaye kwanza namshukuru Allah, toka mwanzo hakuwa ni mzazi ambaye, japokuwa alikuwa sio mzazi wa kanisani sana, alikuwa hakuwa na, yani mtoto unachokiendea yeye anaweza kukiangalia na wala asikuletee shida yote. Kwa upande wa mamangu na dada zangu, mimi ni mtoto wa kwanza wa kiume. Tuko wawili tu, mimi na mdogo wangu, lakini na dada zangu wawili wakubwa walionitangulia. Kwa hiyo mama yangu, kwa sababu mimi alikuwa kwa plani yake atusomeshe tuwe makatekista, yani wanani wa dini ya Kristo. Na kwenye hilo kwa upande wa mdogo wangu amefanikiwa, anayenifuata mimi. Kwa hiyo mimi nafikiri baada ya kusikia taarifa alihuzunika sana sana sana, kiasi ambacho
pale nyumbani wakati katika harakati ya kutafutaji nilipata riziki nikamjengea mama nyumba. Akawa naishi na babangu pale. Kwa alisusa kabisa kuishi. Alisusa kawa ilienda hata miezi 4-5 sizungumzi naye. Alisusa akahama kwenye ile nyumba kabisa. Akanalala nyumba nyingine kabisa majani. Kwa upande wa dada zangu wao hawakuwa na shida yoyote. Na wadogo zangu pia shida ilikuwa kwa mamangu mzazi. Kwa mamangu mzazi. Ili kuchukua muda gani mpaka mama kuja kukuelewa mkarudi sawa? Ni baada ya pale kijijini kuna majirani unamuita mjomba. Niliwatumia hawa japo ni Waislamu. Wao walifurahi kusikia nimesilimu. Okay. Wao walipokea vizuri sana. Kwa nini niliwatumia kukaa na mama yangu. Wajaribu kumueleza. Kumueleza. Kwa sababu aliamini kwamba nimeingia kwenye dini ya magaidi. Ile dini ya majini. Ambayo naweza kwanza nikamzuru yeye. Kwa hiyo ilichukua muda kidogo, lakini kwa baadaye alikuja akakaa sawa. Akakaa sawa, lakini ilichukua muda. Sawa. Yunus, watu wengi ambao Allah anakuwa amewaongoa wakaweza kubadili dini, wakaingia kwenye Uislamu, wakaifuata haki. Mara nyingi miongoni mwa changamoto wanazokutana nazo kwenye kutoka kuingia kwenye Uislamu mpaka kuja kusimama kuwa Muislamu kweli kweli, mara nyingi miongoni mwa changamoto wanazokutana nazo ni kuweza kuisoma dini, kusoma huo Uislamu wenyewe. Kwanza kwa muundo wenyewe namna Uislamu ulivyo. Mafundisho mengi ya Uislamu yako katika lugha ya Kiarabu. Mtu kama wewe ambaye tayari ulikuwa ni mtu mzima kiasi cha kwamba ushaanza harakati za kuweza kujitafutia riziki ndio ukaslimu, ulishasoma mafundisho na vitu kama hivyo vya upande wa dini uliokuwepo mwanzo, kuja kurudi katika mazingira ambayo unakutana na msaafu, unakutana na juzu, unakutana na maandishi ya Kiarabu, na ndicho ambacho unatakiwa ukisome ili uweze kujua Uislamu. Kwanza tunataka kufahamu kwako ilikuwaje. So kwa watu wengine inakuwa ni changamoto kubwa, na pengine wengine tunakuta kuweza kuisoma dini kunakuwa kumegotea hapo. Kwako ilikuwaje? Ile jambo lilikuwaje, lakini umeweza kuisoma dini na ukaweza kumjua Mola wako? Kama uliweza kuisoma, umeisomaje na kwa hatua gani? Karibu. Asante. Kwanza ningependa nirudi nyuma kidogo hapa. Sawa. Kwa jamii. Baada yule bwana rafiki yangu Sergeant kumueleza ile swala, mwisho wa siku akanieleza kwamba yani ni kile ambacho nitakachokiamua mimi basi. Kwa hiyo ni kweli jamii, baadhi ya marafiki zangu wengi, sababu nilikuwa nasali kanisa la Magengeni pale, Roman Catholic Magengeni pale. Kwa hiyo marafiki zangu wengi, baadhi alibaki ni huyo rafiki yangu ambaye sasa wengi aliamini nimelazimishwa kwa sababu nisikose kibarua. Nimelazimishwa nisije nikakosa kazi. Yani, kwa yule ameslimu kwa sababu ya njaa yake. Kwa lugha nyepesi watu wanaweza kusema yule ameslimu kwa sababu ya njaa yake. Matajiri zake Waislamu huo ndo anampa kazi pale na niko naye amekuwa Muislamu. Wengi sana pale, kwanza hiki kipande cha Liwiti Barakuda pale, wengi baadhi ni walikuwa nafikiri nimesilimu kwa sababu ya kufanya shughuli pale kwa yule bwana. Kwa hiyo jamii kidogo hawakulipokea vizuri. Lakini wakati nimesilimu, yule bwana alinipa utaratibu wake, akaniambia dukani kwangu hapa utafungua saa 2 asubuhi. Saa 12 utafunga jioni. Kwa maana ya yeye alifanya jitihada ya kwenda, alikabidhisha kwa ustazi. Pale pale posta kwa nyuma kuna msikiti maarufu Abu Huraira. Kuna shehe moja, Shehe Mansuri pale.
Mwenyezi Mungu amuhifadhi, ampe umri mrefu sana. Amen. Nilikabidhiwa kwake bwana. Sheikh Mansur alikuwa na vijana wake, wanafunzi wake pia walinipokea kwa mikono yote. Kwa hiyo baada ya hapo nikiswali alfajiri na kwenda nafungua duka. Alfajiri kisha swali nasomeshwa pale. Shatoa kusomeshwa saa moja ndio naenda kufungua duka lake. Saa 7 nafunga naenda kuswali, saa 10 naenda kuswali hivyo. Saa 12 unafunga kabisa. Nafunga naenda darasa kabisa. Kwa aliwatafuta maustazi, nakumbuka alikuwa kama 3. Pale ofisini kwake alikuwa anakuja moja. Pale kuna ustazi mmoja tu Mudathir. Alikuwa anakuja. Nilimwambia shekhe, nakupa ruhusa. Nahitaji kujua dini ya Kiislamu. Kwa naomba niadhibu ili nijue dini. Sheikh alikataa. Ustazi nakumbuka alikataa, akasema hapana. Utafahamu. Utajua, siwezi kukuadhibu kwa umri huo. Brother Yunus. Na nikuombe tukomee hapo. Kwamba ulimtamkia mmoja kati ya maustadhi ambao uliletewa na mume wa Sister Zahra kwamba kuadhibu, lakini akwambia hawezi kukuadhibu kwa sababu ya mazingira yalivyo. Muda wetu umetutupa mkono sana kwa leo, tutalazimika kuhitimishia hapa. Halafu inshallah kesho panapo majaliwa yake Allah tutaweza kuendeleza kuangalia simulizi hizi za hatua zako za mabadiliko. Tumeishia hapo ambapo umeshaletewa mashekhe na maustadhi kwa ajili ya kufundisha. Kesho inshallah tutaendelea kutokea hapo ili tuweze kufahamu. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyu ni ndugu yetu Brother Yunus Mustafa ambaye kama ambavyo umeweza kusikia akituelezea hatua zake za mabadiliko zilianzaje mpaka hapo ambapo amefikia kwamba ameshaslimu, ameletewa maustadhi kwa ajili ya kuweza kumfundisha dini. Jitihada za kuletewa hao walimu zilifanywa na yule ambaye ndiye alikuwa ameweza kumlingania sana kwa kauli na kwa matendo yake, namna alivyokuwa akiishi vikaweza kumshawishi ndugu yetu kuweza kuupenda Uislamu na kuingia kwenye Uislamu. Tutakwenda kufahamu mengi zaidi baada ya hapo, nini kilifuata katika siku ya kesho panapo majaliwa yake Allah, muda na wakati kama wa leo. Baada ya kusema haya tuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami. Kesho Allah akijalia tutakutana tena hapa tukiwa naye ndugu yetu Yunus kuziangazia zaidi simulizi za hatua zake za mabadiliko. Hatuna la ziada, tunakuwa kukuambia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.